Yes, bwana, baada ya kikao kukalika kwenye klabu ya Yanga na usiku wa leo wakatoa taarifa kwa umma namna ambavyo walivyoweza kujadili katika kile kikao ambacho leo mapema kabisa waliweza kukiitisha, na sisi timu nzima kama Ben TV Media tukasema hapana, itakuwa haipendezi kama hatutaweza kukuletea mrejesho ambao Yanga wameweza kuutoa usiku huu wa leo kama taarifa kwa umma. Kwa hiyo kama bado kupata nafasi ya kuweza kupata habari zaidi, basi kupitia hapa tunaenda kukupa habari kuhusiana na taarifa kwa umma, lakini siko peke yangu, nipo na Lugano. Yes, Beni. Lugano, tupo live tena kwa mara nyingine tena, tumerejea, lakini kubwa ni baada ya taarifa kwa umma kutoka kwa Yanga na ikieleza mambo mengi sana. Pengine ningepata nafasi sasa ya kuweza kusoma kidogo ili upate kufahamu na huko na mtazamaji wetu hapa apate kuweza kujua nini Yanga wameweza kukijadili na kuweza kutoa taarifa kwa umma. Nimesikia taarifa na nimesoma taarifa ya Young Africans ambayo inamtangaza kocha wa zamani wa Azam na kocha wa zamani wa KMC Rudi Hamdi kuwa kocha wa msaidizi wa Young Africans. Na nimesoma Yanga kwanza katika maelezo yao wameanza kwa kueleza vitu vingi sana ambavyo ni kama kuwavuta mashabiki waweze kuelewa kwamba Yanga bado iko salama, bado iko katika sehemu nzuri ya kupambania ubingwa, ni bado hajapoteza, hajafungwa, manake wamesare, manake bado wana unbeaten, lakini bado Yanga ni timu ambayo haijafungwa kwa michezo mingi. Walianza na maelezo ya namna hiyo ili kuwavutia mashabiki waweze kuelewa kabisa kwamba Yanga bado iko sehemu salama na iko kwenye nafasi nzuri hata kutoa ubingwa wao. Lakini baadaye ndipo ambapo nikaja kusoma sasa kuhusiana na hiyo na kuhusiana na kocha Rudi Hamdi kwamba wamemrudisha hapo kwenye klabu ya Yanga kama kocha msaidizi. Kitu ambacho mimi nimekielewa ni namna Yanga ambavyo wameona ugumu kufanya maamuzi ya kumwacha kocha Pedro Gonzalez kwa sababu huenda pia wamejiuliza kwamba kuna watu walikuwa wanawakosoa, huenda au watu wakapata credit kutokana na hiki ambacho wao wanaweza kawa wamekiamua. Tumeelewa kwa sababu tumezungumza mara nyingi kwamba ni kocha ambaye alikuwa hana uzoefu wa kufundisha vilabu na ni kocha wa timu za taifa. Tabia ziko tofauti kati ya timu za taifa na vilabu. Kwa hiyo kulikuwa na ugumu sana wa Yanga kuamua kumpa nafasi kuwa kocha mkuu wa klabu ambayo iko katika ushindani, ambayo inahitaji makombe, inahitaji kuunganika kwa haraka, sio timu ya kusubiria. Kwa hiyo tulikosoa kwa namna hiyo, lakini ukiangalia picha halisi ambayo ipo ni kwamba kama wameingiwa na hofu hivi kwamba endapo kama tutamtoa mapema aondoke, inaweza ikaonyesha kama uongozi wao ni kama dhaifu au uongozi wao ni kama haujiamini au ikurupuka mara ya kwanza kumwajiri. Kwa hiyo kitendo cha kwenda kukaa huku kocha mwenyewe yeye mwenyewe akiwa kocha mkuu wa klabu ya Yanga amesare michezo minne na mchezo mmoja ambao muhusu ni ule wa Mbeya City. Bila shaka ilikuwa na kila sababu ya Yanga kuachana na huyu kocha kwa sababu tayari ameonekana katika element tofauti kwamba ameifanya Yanga isiwe timu ile ambayo watu wanaifahamu. Kwa sababu tunafahamu hata msimu uliopita Yanga kama atakuwa na kumbukumbu sahihi alipoteza michezo miwili, lakini sare sikumbuki zilikuwa ni ngapi, lakini sare inawezekana ikawa ni moja msimu uliopita Yanga. Kwa hiyo ukiangalia trend ya sasa hivi sawa haijapoteza mchezo wote, lakini sare zimekuwa nyingi sana. Lakini mbaya zaidi ukiangalia flow ya timu yenyewe kwa sasa hivi hairidhishi. Kutoka kwenye mashindano ya kimataifa mpaka sasa hairidhishi kama timu inaboreka. Kwa hiyo kulikuwa na hoja nyingi za kuachana huyu kocha na pia unaweza ukagundua kitu kimoja ni kwamba kuna majeruhi wengi sana ndani ya kikosi cha Yanga. Kwa hiyo inawezekana hata namna ya kuwasisi wachezaji kuwa kwenye utimamu pia kunakuwa na shida. Manake yeye
yani kama kocha mkuu, manake yeye ndo anatakiwa kuhakikisha kwamba kwa upande wa wasaidizi wake iwe ni mtaalamu wa viungo, magoli kipa, si watu gani, wote wawe katika sehemu, yani wawe katika ubora unaofanana. Kwa hiyo kuna vitu fulani ukiona unaona kabisa kwamba kocha Pedro Gonçalves yani zimeshuka. Ukiachana goli kipa, ukimwangalia Diarra ndiye ambayo unaweza usimguse kabisa, kwa maana pengine kocha magoli kipa alikuwa yuko sawa sawa. Ukija upande wa ushambuliaji unaweza ukamtetea kwamba amefunga magoli mengi, sawa lakini angalia kwa sasa ni kama stopping ya Yanga imekuwa kubwa sana. Ukija kuangalia kwa upande wa uchezaji, kama kuna wachezaji ambao wanaongezeka kwenye ubora wa viwango vyao, utakuta wale wachezaji walivyowakuta ndivyo ambavyo walivyo, na wengine wanapromoka zaidi. Kwa hiyo kuna kitu ambacho ukiangalia unaweza kama ukachukulia kama sababu kwamba kocha Pedro Gonçalves pengine alikuwa hawezi kuendelea kutosha kwa sasa kuwa kocha mkuu, lakini kwa Yanga za ndani ukisikia ni kama wanaogopa kumtoa kwa sasa. Wanataka wakati akiwepo huko ndani wanaweza kumpunguza kimya, alafu mrudi wakampandisha kuwa kocha mkuu wa klabu ya Yanga, ili hata akiondoka kuwepo na mtu ambaye anakuwa na mwendelezo. Kwa hiyo kwa sasa na hisi ni kitu ambacho Yanga amekifikiria zaidi. Kwa minajili hiyo unataka nikiuliza hili swali pengine nitakuwa nakosea kusema kwamba Hersi ni kiongozi dhaifu, ameshindwa kufanya maamuzi yanayostahili kwa wakati? Utakuwa hujakosea kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuviangalia kwamba pamoja na mambo mengi ambayo Engineer Said ameyafanya, hasa kuipeleka Yanga kwenye level ya juu kabisa, kutengeza historia kubwa sana kwa maana ya kufika hatua ya fainali chini ya uongozi wake, ikiwa ni miaka mingi sana Yanga kufika huko, kuvunja rekodi ya kuingia mara nyingi sana kwenye hatua ya makundi tofauti na miaka mingi iliyowazi kupita, lakini pia kuchukua vikombe vingi mfululizo tofauti na viongozi ambao kupita ikiwa chini ya uongozi wa Engineer Said. Lakini unakuja kuangalia madhaifu ambayo unaweza kuyaona ambayo hawezi kuathiri uongozi wake kwamba basi akae pembeni, hapana, ila unaweza kuathiri kwamba alikuwa na mafanikio lakini anashuka kwenye maamuzi yake, kwa sababu ukiangalia wachezaji ambao wapo ndani waliosajiliwa ndani ya dirisha kubwa, wengi hawajakriki, wengi wamefeli ndani ya kikosi cha Yanga. Unaelewa? Ukiangalia dirisha dogo lilivyoingia, mtu pekee ambaye ukamwona kaingia moja kwa moja kwenye ubora ambao anaingia kwenye kikosi, unamwona ni mtu ambaye ni Depu, ambaye naye alitoka Ulaya na mwalimu akalazimisha aingie kwenye kikosi. Wengine bado, hata ukimwangalia Okello bado hajaleta kile kitu ambacho ni kikubwa. Kwa hiyo unaweza kumwangalia Pedro Gonçalves kama ni kocha ambaye ameshindwa kuprove viwango vya wachezaji, kuboresha viwango vya wachezaji, kuvifanya viwango vya wachezaji viwe pale kwenye ubora. Kwa hiyo kuna changamoto ambayo unaweza kuitazama moja kwa moja kwamba Engineer Said maamuzi aliyoyafanya kuanzia kwa wachezaji ambao walileta dirisha kubwa hawajaklik. Lakini mabadiliko ya makocha ambao aliwaleta, ukiangalia kwa Romain Folz alifeli. Unaelewa? Tulikosoa tukaonyesha kwamba ni kocha ambaye hawezi kustahili kuwepo kufungisha klabu ya level kama Yanga, na mwisho wa siku akakubali mara baada ya kuprove uwezo wa kocha mara ya kufundisha Yanga. Lakini baadaye amemleta Pedro Gonçalves, bado tukasema kwamba hastahili, kwa sababu Yanga imekuwa kubwa na malengo yake, atakiwa kumleta kocha ambaye anakuja kujifunza kuwa kocha wa vilabu wakati kwa kufundisha timu za taifa. Sasa inaproviwa kabisa mara baada pia kikao, wenyewe wamejiridhisha kwamba kuna sehemu hatuko sawa, lakini kilichobakia ni aibu yao kwamba tutamtoaje wale waliotukosoa. Wanawezekana ndio wao wanaonekana wameshinda, tumbakize tumlete kocha msaidizi. Umeelewa? Kwa hiyo unaweza kufuku kwa hiki ambacho wanakifanya kwamba katika maamuzi ambayo Engineer Said ameyafanya siku za hivi karibuni ndani ya kocha ya Yanga, iwe kwa wachezaji, iwe kwa makocha na vitu vyote anavyovifanya katika muktadha huu ambao nimeufanya havijafanikiwa. Kwa hiyo amefanya vitu ambavyo vinaonekana kuna udhaifu fulani wa kimaamuzi ambao yeye kaufanya kama
kiongozi mkuu wa klabu ya Yanga. Kwa hata ukisema kwa kauli ambayo umesema haitakuwa kutokana juu ya kile ambacho hata mwenyewe hata ungekuwa wapi utaprove kwamba vitu vingi katika msimu huu Engineer Said havijafanikiwa. Kwa hata kocha, mimi nadhani maamuzi ambayo yangekuwa sahihi kwa sasa hivi ni kumuondoa kocha mkuu Pedro Gonzalez. Wamlete kocha mwenye hadhi ya Yanga ambaye anaweza kuendana na kasi ya kukuza viwango vya wachezaji na kuimprove ili Yanga iweze kufika kwenye ile peak. Sasa hivi unaweza kuzungumza hayo. Ongezeko hili lina faida gani sasa kwa wakati huu ambao uliobaki kwa Yanga, hasa kwenye duru la pili? Sasa pengine mabadiliko tutaanza kuyaona, na kwa bahati nzuri international break ndio pengine aueni kwa Yanga. Inaweza kawa na faida. Anawezekana kocha ambaye Yanga wamemtangaza inawezekana akawa na impact, kwa sababu ashakuwepo ndani ya kikosi cha Yanga, amehudumu ndani ya Yanga, akitokea KMC akakaa kama kocha msaidizi. Lakini maswali yanaweza kaja kwamba pamoja na kwamba alihudumu ndani ya Yanga, kwa nini Yanga walimuondoa huyo kocha? Kwa nini? Kwa nini wamemrejesha tena? Ni kwamba je, kipindi kile walifurupuka kumuondoa, kwa nini asingebaki? Umeelewa? Yaani kuna maswali ambayo ukiyatengeneza unaweza ukapata majibu ambayo yanaweza kufanya ujiulize, kama Mirudi Hamdi aliondolewa, si ndio? Yaani ni sababu gani ambazo zilifanya aondolewe? Okay. Kwa nini wamemrejesha tena kocha msaidizi ndani ya kikosi cha Yanga? Kwa nini? Kwa hiyo kuna maamuzi ambayo unaweza ukasema kabisa kwamba hayakuwa sahihi, ambayo pengine Yanga wanaweza kawa bado sasa hivi wanaendelea kujitathmini kwamba kwa nini walifanya makosa haya, lakini kwa sababu anaijua Yanga vizuri, anajua wachezaji wa Yanga, inaweza kusaidia zaidi kwa kuimprove viwango vyao. Na uzuri wake pengine ameshajua kwamba changamoto iko sehemu gani, na akajaribu kuifanyia kazi, kwa sababu tayari ana uzoefu na ligi ya Tanzania na timu kubwa kama za Yanga. Unaweza kama ukapata urahisi wa namna hiyo. Sawa, swali langu la mwisho la kumalizia, Lugano, unamuona kocha Pedro kuendelea kusalia baada ya msimu huu kumalizika, au baada ya Pasaka pia tunaweza tukashuhudia mengi katika mechi zilizobaki katika duru la pili kwa upande wa Yanga, kwa sababu ni miongoni hivi sasa mwa timu ambayo huenda haijapoteza mchezo wowote, lakini hawana furaha kwa matokeo ya trending ya matokeo ambayo wanayoipata. Pedro Gonzalez ana muda mrefu wa kukaa Yanga, yaani ilichobakia ni aibu ya kuto kumfukuza moja kwa moja. Na wanaogopa sana kukutana na wakosoaji ambao pengine wanaweza kusema tumewapata hao ndio maana tumemfukuza. Wanasema tumbakize, kwa sababu sioni sababu ya kumbakiza. Mpaka sasa hivi Yanga wana wasaidizi wangapi? Wawili. Ndio. Wana wasaidizi wawili, wanakuwa watatu. Ina maana wasaidizi wote watatu walishindwa kumsaidia mwalimu kufanya yote hayo ambayo ameyafanya. Tunaelewa? Yaani ukianza kujioji tu, yaani Yanga kumleta kocha msaidizi ni kwamba wale wasaidizi wawili wameshindwa kumsaidia kocha, au kocha inawezekana na matatizo zaidi ya vile ambavyo wao wanaweza kufikiria. Kwa hiyo sioni kama kuna dawa ya huyu kocha, lakini mimi naweza kaamini kwamba kwa upande wa Yanga bado wanaendelea kufanya makosa yale ambao walifanya kumsajili kocha, kumwajiri kocha, wanaleta kocha mwingine aishi kwenye makosa yale, kwa sababu kama una makocha wawili wasaidizi, ndio huyu kocha wa pili anakuja kufanya kazi gani? Aenda kubadilisha kitu gani kama hajawasikiza wasaidizi wake wawili? Huyu atakuja kumsikiliza kwa kutumia nguvu ipi? Kwa sababu ukisema kwamba kuna kocha ambaye yeye mwenyewe alimleta, ndio si yupo pale, kocha ambaye yeye mwenyewe alimpendekeza, lakini kuna kocha ambaye alipendekezwa na uongozi naye yupo. Kwa nini washindwe? Kwa nini ashindwe kuwasikiliza hao na mwingine aje kufanikiwa? Yaani urahisi huo na ugumu huo utatokana na nini? Okay. Kwa mimi nadhani anguko la Yanga la pengine inawezekana kutokana na kiburi cha Yanga yenyewe.
kama Yanga wanataka kuondokana na hali ngumu aliyokuwa nayo, lazima kuna baadhi ya vitu kubali tu kwamba hapana, hiki itabidi nipite kwenye engo hii ambayo hiyo ndio sahihi. Lakini unaweza kujificha kwenye kivuli cha kumleta kocha msaidizi ambaye haji kukusaidia, kwa sababu wapo ambao walikuwa wanamsaidia kocha lakini walishindwa kutoa huo usaidizi. Kwa hiyo mimi sijaona kama wanaenda kutibu, ila wanaenda kujiongezea maradhi mengine ambayo inawezekana yakawa ni mvutano, kwa sababu umemleta kocha au mwingine. Huyu kocha aliyepo sasa hivi ataanza kujihisi kama huyu anakuja kumfundisha kazi. Kwa kutakuwepo na mivutano, kutakuwepo na marumbano, itaonekana kama yeye anataka kupata umaarufu kuliko kocha mwingine. Unajua binadamu jinsi ulivyo. Kama wewe unaonekana ufai, akaletwa mtu mwingine, maana yeye ndo anafaa kuliko wewe. Kwa hiyo hapo Yanga sidhani kama wanachokifanya wanatengeneza kitu sahihi. Mimi naamini watakuwa wanatengeneza bomu ambalo baadaye watakuja kujikuta wameharibu vitu vingi kwenye maamuzi ambayo yaitakiwa hata kuyakwepa ingewezekana. Na sasa ya kukwepa ni moja. Wangeamua kama kubaki na Pedro Gonzalez wangebaki naye, au wangeamua kumleta kocha mpya aje akiwa yuko fresh, sio kumletea kocha ambaye aonekane huyo kocha ametokana na nini? Ametokana na wao kumuona yeye kama afai. Kwa hiyo mimi binafsi ukiniambia Yanga waitakiwa kufanya kitu gani? Yanga waitakiwa kufanya kitu ambacho kina maana zaidi kuliko maana yenyewe, kwa maana ya kwamba wangembakiza tu kocha bwana, endelea, tunakupa labda mechi 5. Kocha pengine angejipata, angejikosoa, pengine angetaka ushauri hata kwa watu wengine nifanyeje. Wangepata jibu ambalo lingewasaidia kwenda kwenye hatua nyingine. Si unanielewa? Kwa hiyo kwa muktadha huo sasa, hivyo pia wangeamua kuachana naye, pia wangesema tunataka tumlete kocha mwingine. Huyu kocha mwingine ambaye angekuja kuwapa kitu kingine baada ya kuona yule mwenzangu pengine alifanya makosa ya aina gani, mimi nirekebishe wapi. Sawa, Lugano Israel, kwa ufupi tu tumechambua hivyo. Nafikiri watazamaji wetu watakuwa wamepata kitu, namna ambavyo taarifa kwa umma kwa timu ya Yanga wameweza kutoa usiku wa leo, lakini pia pakipambazuka tutawaletea uchambuzi zaidi, pengine maoni ya watu mbalimbali. Sawa, lakini nirekebishe kidogo hapa, kuna sehemu nilitaja Mirudi Umdi, ndio. Lakini jina la kocha ambaye sasa hivi karejeshwa kwa kurekebisha anaitwa Abdulhamid Morini ambaye alikuwa Azam na KMC. Kwa kuna sehemu kulikuwa na makosa. Kwa hiyo huyu ndio kocha ambaye Yanga wamemtambulisha, na kama utakuwa labda hajajua kuhusiana na majukumu yake, wamesema kwenye nafasi yake, sio kama utakuwa umeipitia kwamba atakuwa katika nafasi gani. Kwa hiyo wamesema kwamba wamemwongeza kwenye benchi la ufundi kocha Abdulhamid Morini kuwa kocha msaidizi wa kocha Pedro Gonzalez. Lakini amesema kocha Morini amewahi kudumu katika klabu yetu kwa maana ya Yanga kama mkurugenzi wa ufundi na kocha msaidizi katika vipindi tofauti chini ya kocha Kidi Mlamovic na Mirudi Umdi, na kupata mafanikio makubwa ya kushinda kombe. Wametaja sifa ambazo walizipata. Na sasa mwishoni mwa kile ambacho wamekifanya Yanga wamekiandika, wamesema mwisho uongozi wa Young Africa unapenda kuahidi wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu kuwa timu yetu itarudi mzunguko wa pili ikiwa imara na nguvu kubwa kuelekea kutimiza malengo yetu kwa msimu wa 2025-26 kwa kushinda ubingwa wa ligi kuu, NBC na kombe la shirikisho. Nadhani Yanga wametumia mbinu hii hasa wakijua kwamba pressure kubwa iko kwa mashabiki. Ukiangalia hata mwanzoni pale nimekwambia walianza kuwapoza kwanza na kuwapa rekodi nzuri ya Yanga ili hata mashabiki waanze na kitu cha kutama na kujisikia kwamba bado katika sehemu salama. Lakini baadaye wamekuja kumtambulisha kocha msaidizi wakielezea kwamba alikuwa miongoni mwa watu waliofanikiwa, lakini baadaye wamekuja kuhakikishia kwamba wakirudi tena kwenye mzunguko hawatarudi katika hali waliokuwa nayo sasa hivi. Kwa hiyo hapo utaanza kujua kwamba Yanga
hiki kitu walichokifanya wamefanya kwa pressure, kwa sababu ya mazingira yaliyopo. Wanaogopa mashabiki wakianza kureact, wao wanaweza kureact katika sehemu ambazo sio sahihi, na nadhani huu ni uamuzi mzuri ambao Yanga ameutumia, kwa sababu wangeruhusu mawazo ya mashabiki yaanze kutangulia, yangeanza pengine vibaya zaidi kuliko wao wakitangulia kuyatoa mawazo yao ambayo yanazuia mawazo ya mashabiki kuibua mtazamo tofauti ambao pengine umekuwa ni hasi zaidi. Kwa hiyo naweza nikawapongeza Yanga kuwahi. Tunajua mashabiki wa ligi za Tanzania hasa Yanga na Simba wakiwahi kuleta vuguvugu la harakati zinakuwa ngumu sana. Kwa hiyo viongozi wakiwahi kutoa option kwamba sisi tunataka kufanya kitu fulani, huwa mashabiki wanatulia na kuona nini ambacho kitatokea baadaye, na mwisho siku mambo yanakuwa mepesi. Shukrani sana. Asante sana. Naam, huu ulikuwa ni uchambuzi kuhusu taarifa kwa umma ya klabu ya Dar es Salaam Young Africa ambao wameutoa usiku huu leo majira ya saa 2 saa 3 hivi usiku, baada ya mapema kabisa kwa siku ya leo kutangaza kwamba watakuwa na kikao na uongozi. Lakini baada ya mechi kumalizika, nakumbuka kati ya Mtibwa Sukari dhidi ya Yanga, Ali Kamwe, huyu ni msemaji, alisema kabisa kwamba uongozi utakaa na utakuja na tamko au taarifa. Hivi ndivyo ambavyo taarifa kwa umma imetolewa kwamba Meludi ameweza kurejea tena kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Sasa maswali yamekuwa ni mengi sana. Watu wanataka kocha Pedro aweze kuondoka, atakuwa mbadala ni nani baada ya kuweza kuondoka? Haya tutaanza kuyaona mengi sana katika klabu ya Dar es Salaam Young Africa, ili hali upande wa pili nao una furaha. Sasa hapa naanza kuamini ile kauli ya kusema kwamba timu fulani ikiwa nafanya vizuri, basi timu fulani lazima iwe na migogoro. Kwa hiyo katika miaka 4 yote ambayo Yanga anafanya vizuri, timu ya Simba haikuwa vizuri, iko na migogoro. Sasa nowadays naanza kuona taratibu vile ambavyo migogoro inaanza kwenye klabu ya Yanga, hasa katika upande wa matokeo. Mechi zinakuwa ngumu, upande wa Simba wao kwao ni furaha kabisa. Sasa just imagine alama 1 hivi sasa tunavyozungumza. Yo man, hivi sasa mambo yamekuwa magumu sana. Lakini kuna swali nilipata kumuuliza Lugano Israel ya kwamba kushindwa kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, hii itamletea athari gani uongozi wa Yanga, hasa kwa Engineer Hersi Said? Ana mazuri yake mengi sana, lakini kwenye hili je, itaweza kufuta yale mazuri yake yote? Kucheleweshwa kwa kufanya maamuzi, hasa kwa timu kufanya vibaya, na macho ya wengi sana yanamtazama kocha Pedro ni kama ndio mhusika wa moja kwa moja kutofanya vizuri kwa wachezaji. Japo Yanga wao wametoa sababu zao kwamba wachezaji takriban zaidi ya 8 wako majeraha na wengine watapatikana baada ya msimu kuweza kumalizika. Sasa pata picha wachezaji muhimu. Lakini mimi kama unanifuatilia vizuri, jana nilisema kabisa kwamba Yanga usijificha kwenye kivuli cha kulialia wachezaji, na ndio maana unaambiwa kabisa kuna dirisha kubwa pale, fanya sajili ambazo unaona kabisa kama mchezaji fulani akiweza akishindwa au asipokuwepo, basi kutakuwa na mbadala. Ukiangalia kwenye kikosi cha Yanga, wachezaji wanaofanya vizuri ni wale ambao wapo katika misimu kadhaa nyuma, ambao hivi sasa wengi wao wana majeraha au wametoka kwenye majeraha. Hii inamaanisha kwamba nitaendelea kusisitiza namna ambavyo sajili za Yanga nowadays wamefanya kwa mazoea sana, lakini sajili nyingi za Yanga mara nyingi sana zimekuwa anawachukulia kwa Simba. Na maanisha kwamba wachezaji waliosajiliwa katika dirisha kubwa wengi Simba alikuwa anawataka, lakini Yanga kapitia kwenye uchochoro huo akawachukua, hatimaye hajafanya vizuri. Tumeona dirisha dogo hapa Simba Sports Club, wao wametengeneza system yao na wamepata wachezaji wazuri kabisa. So kuna namna ya Hersi kumfuata Mangungu apate kujifunza kwamba wamewezaje kupata wachezaji wazuri kwenye dirisha dogo hili. So ni hayo tu baada ya kuweza tokea kwa taarifa kwa umma kwa klabu ya Dar es Salaam Young Africa, tukasema hapana, tusikuache hivi hivi, inapaswa uweze kufahamu nini ambacho kimejiri, na pengine ni wakati sahihi wa Yanga kuweza kuleta taarifa hii kwa umma. So endelea kusubscribe BenTV Media uwe wa kwanza kuweza kupata taarifa zetu. Mimi ni Ben Talented, karibu sana, na hii ni kwa ajili yako wewe, uchambuzi jadidi kabisa kupitia hapa studio zetu za BenTV Media. Asante, na tutaonana pia kwenye video zinazofuata kupitia hapa. Shukrani sana, bye bye.